Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusu fadhila na ubora na malipo ya swala mbalimbali za faradhi na za sunna na nyakati mbalimbali ambazo zipo katika swala hizo na masiku mbalimbali, ambapo jana tulizungumzia kuhusu ubora na fadhila za mtu mwenye kuwahi kufika msikitini siku ya Ijumaa na yale anayotakiwa kuyafanya kabla ya kufika pale msikitini na yale anayotakiwa kuyafanya akiwa yuko ndani ya msikiti. Leo inshallah tutaendeleza jambo hili, kufahamu kuhusu ubora wa siku ya Ijumaa. Kama tulivyotangulia kusema kwamba Ijumaa ni sikukuu ya Muislamu. Ijumaa ni siku ina kheri nyingi sana ambazo Muislamu anatakiwa azijue kheri hizi. Tutazitaja walau mbili ambazo Muislamu ashikamane nazo katika siku za Ijumaa. Katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema inna fi jum'ati las-saa, kwa hakika katika Ijumaa upo wakati, la yuwaffiquha muslim yas'alu Allahu fiha khairan, hatofikiwa Muislamu na wakati huo akawa ni mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kheri, illa a'tahu iyahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumpa yale mahitaji yake. Nini maana ya hadithi hii? Hadithi hii inatufundisha ya kwamba katika siku ya Ijumaa kuna wakati umefichwa, ambapo mimi na wewe tutakiwa Ijumaa tukithirishe, pamoja na kwamba kila siku tunaomba dua, lakini Ijumaa tukithirishe kuomba dua zetu, kumuomba Allah mahitaji yetu, waliokuwa wagonjwa, waliokuwa na matatizo ya kazi, waliokuwa na matatizo ya ndoa, waliokuwa na matatizo ya watoto, waliokuwa na matatizo mbalimbali. Pia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu maisha yetu ya kaburini, kuhusu maisha yetu ya kesho akhera. Yote haya ni maombi ambayo tutakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ukiafikiwa na huo wakati uliowekwa huo, basi dua yako itakuwa imepokelewa, Allah atakupa. Wakati huu umefichwa. Lengo ni kwamba tukithirishe, pamoja na kwamba wanawazuoni wameeleza ya kwamba baadhi yao wakasema baada ya swala ya alasiri kwenda magharibi, kipindi hiki tutenge muda. Wengine wakasema katikati ya hutuba mbili, kipindi hiki tuombe. Lakini cha muhimu ni kuhakikisha kutwa nzima ya Ijumaa wewe kila unapokumbuka omba mahitaji yako kwa Mola wako. Na katika hadithi nyingine iliyopokelewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema akthiru salata alayya, kithirisheni kuniswalia mimi kwa wingi, yaumal jum'ati wa lailatul jum'a, siku ya Ijumaa na usiku wake. Yani kuanzia ile Alhamisi usiku wake kishaingia magharibi, ule usiku na huu mchana wa Ijumaa, kithirisheni sana kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema faman salla alayya salatan, mwenye kuniswalia mimi swala moja, sallallahu alayhi ashara, Allah subhanahu wa ta'ala humswalia yeye mara 10. Ndugu zangu katika imani, kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam yake ni kumwombea. Unaposema Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali, wewe unamwombea. Hizi ni dua unamwombea Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ahadi, wewe ukimwombea Mtume mara moja, yeye atakupa mara 10 ya yale uliyomwombea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini uiache nafasi hii? Kithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hasa katika siku ya Ijumaa. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuyafahamu yale tusiyoyajua, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuyafanyia kazi. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.